Na mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo tu katika mkondo wa lala salama hapa katika kipindi cha leo, na pia nawaahidi kwamba nitahakikisha kwamba nawaalika mara kwa mara ili tuelimishane katika hii safari ya kupigania mabadiliko na kusikiza upande ule wa pili. Ndio maana pia katika msuko wetu wa wageni tumetafuta watu ambao wana kauli kinzani ndio tuweze kuelimishana. Na mwakili, kabla tuende, tuna kama dakika 7, nataka tukupe kama zako 2 uweze kuzungumzia na Sophie pia, alafu turudi upande wa pili. Kwanza wakati ule ambao wakili mwenzangu alikuwa anazungumza, aliniuliza swali kwamba mbona unazingatia sana mambo ya amani na sio mambo ya haki. Na ningependa kumrudisha, unajua kitambo kidogo, kwanza niseme nipongezi sana kwa vijana kwa kuingia katika mambo ya siasa na fujo vile ambavyo wameingia kwa sasa. Kitambo kidogo tulikuwa tunafanya kazi ya kuelimisha vijana kwamba siasa ni muhimu. Tulikuwa kule katika chuo kikuu, katika hizi chama zetu, nilikuwa ODM wakati huo, tulikuwa hata katika vile vikao, tulikuwa tunafanya kazi ngumu sana kuhakikisha kwamba vijana wanaelewa ni kwa nini wanafaa kuparticipate katika siasa. Lakini ni jambo la kufurahisha sana kuona kwamba vijana wana participate na wanaelewa mambo ya siasa ni aina gani. Lakini vile alivyoniuliza wakili mwenzangu, ningependa kumrudisha hapo nyuma kidogo. Mimi ni mojawapo ambao walikuwa wafuasi sugu wa Raila Odinga, ambao wakati ule tulikuwa karibu kumtoa Uhuru. Tunaona amesalimiana na Uhuru, nasikia kama anataka kujinyonga. Lakini tangu juzi, hivi majuzi, niliona kwamba kweli kuna sababu ambayo inafanya Raila kuwa anasalimiana na hawa marais. Na ni sababu ambayo wengi wetu hawezi pata kuelewa kwa wakati huo huo. Utaona kwamba ikifika wakati ule wa mwaka 2007 Kenya ilikuwa inachomeka. Watu walikuwa wanapoteza mali yao, maisha yao. Na haki ingekuwa ni Raila atangazwe kuwa rais. Huo ungekuwa haki. Lakini kwa nini alienda akasema tuipe haki kando kidogo na tuanze na amani kwanza? Kwa sababu kweli kuna wengi ambao walikuwa wanapoteza maisha yao kwa sababu ya hiyo haki ambayo tulikuwa tunapigania. Kuna wengi ambao walikuwa wanapoteza mali yao kwa sababu ya hiyo haki. Na kama ni haki tungekuwa tunaifuatilia bila kujali yule yeyote ambaye alikuwa anapoteza maisha yake, hatungekuwa na Kenya vile tuna Kenya siku ya leo. Na hiyo ndo sababu wenzetu pia lazima tuwaelimishe na tuwajuze kwamba ni kweli na ni jambo nzuri sana kupigania haki. Na ni jambo zuri sana kuiweka serikali ifanye kazi ambavyo inafaa kufanywa kazi. Lakini lazima tujue kuna line ambapo tukipita pale tutakuwa tumehatarisha maisha ya Kenya nzima. Tutakuwa tumefanya Kenya kuwa kama Sudan. Kwa sababu hata juzi Sudan, kabla ifika mali ipo saizi, kulikuwa na vuguvugu kama hizi tu. Unakumbuka yule mwanadada akisimama kule kwenye gari nini story. Lakini Sudan ya leo sio Sudan ya wakati huo. Na Kenya mahala ambapo imefika siku ya leo, wale vijana ambao wakili atakuwa mwaitisha katika maandamano sio wale walikuwa wanaleta shida kule Kikuyu Locots. Ikifika wakati ambao kijana haizi ona kama hii ni bendera na ile ni Locots ambao tunapata justice ambayo tunapigania, na wanaichoma, kumaanisha tumefika mahali ambapo tuko karibu kuingia katika anarchy. Na hiyo ndio tunaambia vijana. Kweli maandamano, mimi mwenyewe nimekuwa katika maandamano nyingi. Mimi mwenyewe nimepoteza marafiki yangu katika maandamano. Mimi mwenyewe nimepoteza marafiki yangu kupitia risasi ya polisi. Na hivi ni vitu ambavyo lazima tuyazungumzie. Tuwe kwenye serikali, tuwe nje, lazima tujue kwamba kuuawa kwa mwananchi na polisi ni hatia. Lakini vile vile sisi kama vijana lazima tujue tutafika mahali tunajua kwamba haki zetu zinatendeka kwa njia hii, lakini pia amani ni muhimu katika Kenya yetu. Naam, Sophie. Hiyo kitu ambayo mwenzangu anafanya ni kitu kwa kizungu inaitwa gaslighting. Wanatu gaslight ili tunyamaze na tuache kusema mambo ambayo yanatuumiza. Ningependa kukujibu kwa kusema kuwa sisi tunaweka mikakati ambayo tutakapokuwa tukienda kwa maandamano tutaweza kutofautisha katikati ya muandamanaji na yule ambaye ni mhalifu. Na jambo la kwanza ni mavazi kama haya yataweza kututofautisha. Jambo la pili ningependa kusema ni kuwa ukiangalia nchi yetu sasa hivi waweza dhani tuko katika vita, kwa sababu huku magari ambayo ya polisi ambayo yako nje ni magari ya kivita. Waweza dhani tuko katika vita, lakini pesa ambazo idara ya usalama imepewa katika bajeti hii ni
475 billion, na watoto school feeding program wamepewa bilioni 3. State House imepewa bilioni 12. Ningependa kuuliza serikali hii priorities zake ni gani? Vijana hadi wa leo Rashid hawajapata help. Hawa kuliko waende wazungumze maneno ya help, wako katika payroll kutetea serikali ambayo inakandamiza vijana. Jambo ambalo ningependa kusema nikimalizia ni kuwa sisi tunafanya siasa tofauti kuliko wanasiasa ambao wamekuwa hapo. Tofauti kivipi? Tunazungumzia masuala ambayo yanamuadhiri mwananchi wa kawaida, masuala ya elimu, masuala ya afya, masuala ya usalama, na tunasema kuwa round hii ambayo inakuja ni sisi ambao tutadetermine ni nani ataeneza. Na nikimalizia, serikali hii haiwezi tekeleza katiba, kwa sababu nitakumbusha wa Kenya kuwa serikali hii ndio ilikuwa katika kipaumbele kukataa katiba hii wakati ambapo tulikuwa tunapigania katiba mpya. Uhuru na Raila ndio na Ruto ndio walikuwa wanaeneza kampeni ya kusema no kwa katiba hii. Kwa hivyo hawawezi tekeleza. Katiba hii ilikuja kwa sababu ya efforts za Raila Odinga. Hiyo nimesema Uhuru na Ruto, nimejibadilisha. Amejirekebisha. Ulimi umeteleza lakini yako sawa, ameweza kurekebisha. Ulimi una mfupa. Ndugu zangu, dakika 7 naona kwamba nimezifanyia kazi kwa wakili na dada yangu pale Sophie ili aeleze, maana kwa kuna muda hajazungumza kwa kirefu. Huko najua mmesubiri sana, lakini mwelekezi wangu ananiambia muda umesonga. Wakili wa Joshua, kwa bado tupo pamoja katika hii safari, takualika tena na tena uje uzungumze. Dada yangu pia vile vile unakaribishwa kualika tena na tena, na ndugu yangu Oponyo alikadhalika pia nitawalika, wakili na Sophia. Asanteni kwa kuja. Na tunapokuwa tunaondoka, kuna kitu kimoja cha maana sana, ni kwamba tukubaliane kwa kutokubaliana. Kuna kitabu mtu aliandika kwamba tukubaliane kwa kutokubaliana. Ukikisoma utajua kwamba itakusaidia sana katika safari ya kupigania mabadiliko. Kwa hiyo serikali, vijana wamezungumza na wayazungumza, wanataka serikali iwajibike. Kwa hiyo ni serikali nayo iangalie itawajibika kwa kipi na lini. Maana yake ni muhimu sana tusonge mbele kama taifa ambalo linajali haki kwa kila mtu.